Ya, mimi naitwa Felician Chizelema, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Akili Education. Wadau wa elimu, sekta binafsi, lakini na Watanzania wenzangu, leo tunazindua rasmi tukio kubwa lenye lengo la kubadilisha maisha ya vijana wetu wa Kitanzania ambalo linafahamika kama Akili Alumni Marathon 2026. Hii sio tu marathon ya kawaida, lakini ni harakati ya kitaifa ambayo inawaunganisha Watanzania ambao waliwahi kusoma vyuo vikuu nje ya nchi, ambao tunawatambua kama alumni, lakini pia makampuni na wadau mbalimbali wa sekta ya elimu kwa lengo kuu moja tu. Lengo letu ni kukusanya kiasi cha dola milioni 1.2 za Kimarekani ili kuweza kufadhili wanafunzi 100 kuweza kusoma kozi za kisasa na zenye mahitaji makubwa sana duniani. Kozi hizo ni kozi ambazo sana sana sisi tumelenga katika kozi za masomo ya sayansi, ambayo masomo hayo yanakwenda kutatua yale matatizo ya moja kwa moja ya kiteknolojia ambayo sisi tuna face kama taifa, ambazo kozi zenyewe kwa kuzitaja kwa haraka tu ni artificial intelligence, tuna cyber security, lakini pia blockchain technology. Kwa hivyo hiki kiasi ambacho sisi tumelenga kwa kushirikiana na wadau wa sekta ya elimu kwa ujumla, tumelenga kukikusanya ni kwa ajili ya kuweza kusaidia hawa wanafunzi 100. Kila gharama ya mwanafunzi mmoja ni dola 12,000 ambayo tunaikusanya kwa ajili ya kuweza kusaidia na kusapoti wanafunzi hawa kwenda kusoma kwa muda wa miaka 4. Tunajua kabisa kwamba dunia inabadilika kwa kasi kubwa sana, na ajira za kesho hazitegemei tena vyeti peke yake, bali zinategemea ujuzi wa teknolojia, lakini pia ubunifu. Benki zetu zinahitaji wataalamu wa cyber security, lakini pia kwa ajili ya kulinda mifumo ya fedha, na serikali pia inahitaji wataalamu wa vitu kama artificial intelligence ili kusaidia ukusanyaji wa mapato na mipango miji na huduma nyingi ambazo zinalenga wananchi kwa pamoja. Kwa hivyo sekta ya fedha pia inaelekea kwenye mapinduzi ya blockchain na mifumo mipya ya kidijitali, ambayo ukweli mchungu ni kwamba tunao vijana wenye uwezo mkubwa, lakini wengi wao hawana fedha za kutosha au kuweza kujisomesha nje. Kwa hiyo ndio maana sisi kama Akili Education tukawaza kwamba wale ambao mara nyingi tumekuwa tukiwapata, wengi wao ni wale ambao wana uwezo wa kujisomesha, lakini kwa nini sasa tusiweze kusupport hawa wengine ambao wanaonekana wana ufaulu mzuri na wamefanya vizuri, lakini pia walikuwa wanahitaji kupata nafasi ya kuweza kwenda kusoma vyuo vikuu nje ya nchi. Ndio sababu sasa tukaona ni vyema tukaanzisha marathon hii ili tukutane sisi pamoja na wadau wa sekta ya elimu, wadau mbalimbali, tukimbie pamoja, lakini tusiishie tu kwenye kukimbia, tuguse maisha ya Mtanzania mmoja mmoja ambaye ana uhitaji mkubwa wa kwenda kusoma vyuo vikuu nje ya nchi. Lakini pia tunajivunia kumtangaza mgeni rasmi wa tukio letu ambaye tunategemea atakuwa ni Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda. Nadhani wote tunamfahamu, waziri wa elimu na sayansi na teknolojia. Uwepo wake unaonyesha uzito na umuhimu wa mpango huu kwa taifa, na ni ishara kwamba Tanzania inawekeza kwa maksudi kabisa katika elimu na teknolojia na ujuzi wa kesho. Kwa hivyo ni wakaribishe sana, tuungane pamoja, tushiriki pamoja katika kuhakikisha kwamba tunagusa maisha ya Watanzania na vijana wetu wanapata nafasi ya kwenda kusoma. Nimkaribishe mtaalamu hapa mkuu Mr. Maulid Kitenge
na yeye pia anaweza basi kama alivyosema bwana Felix, yeye mkurugenzi mtendaji wa Akili Education amepita katika taarifa yake hii, na mimi nakazia katika taarifa yake hii kuhusiana na Akili Alum Marathon 2026. Hii ni mbio kusema kweli ambazo zinawaleta wadau wa elimu pamoja. Kujawahi kufanyika mbio ya namna hii. Kwa hiyo hii ni mara ya kwanza wadau wa elimu wakiongozwa na profesa mwenyewe Adolf Mkenda wanaenda kukutana, na lengo kama mnaona hilo, kutafuta fedha hizo kuwapeleka vijana wetu wakasome nje. Kwa hiyo ni jambo zuri, na mimi walivyonijulisha jambo hili wakaniambia, wewe tunataka uwe balozi wetu katika eneo hili utusaidie pia, wala mimi sikusita. Mnafahamu mimi mwenyewe ni mkimbiaji wa siku zote, kwa hiyo hili nitalibeba uhusika wenyewe kuhakikisha tunaipeperusha bendera hii mpaka pale marathon itakapofanyika, ambayo ni tarehe 30 mwezi wa 31, yes 31 mwezi March mwaka huu wa 2026. Yes. Hili ni tukio kubwa kusema kweli, tukio kubwa, na tumelilenga siku hiyo. Siku hiyo ukiangalia hata katika kalenda unaiona siku hiyo itakuwa ni Jumatatu ya Pasaka. Kwa hiyo watu wako nyumbani, watu hawana shughuli siku hiyo. Shughuli ya kwanza tunaamka na marathon hii. Kwa hiyo hamna kisingizio kwamba sijui nini, alafu tuna long, unajua weekend siku hiyo. Toka hiyo tumeanza Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu ya Pasaka, Jumanne inakuja ni Karume Day. Kwa hiyo yani ukiangalia kalenda ilivyokaa siku hiyo yani kwa hiyo una kisingizio kusema kweli. Kwa hiyo tukutane wadau Jumatatu hiyo ya Pasaka ya tarehe 31 March ili tuweze kukimbia pamoja, tuchangishe fedha hizi tuweze kuwasaidia vijana wetu wakasome nje. Na kama alivyosema Felix, sasa hivi tunahitaji wataalamu wengi wa cyber security. Tunahitaji kwenda kulinda mifumo yetu hii mbalimbali. Tunahitaji wataalamu pia wa kuja kulinda pia mifumo ya fedha, wizi wa fedha. Siku hizi wizi wa mitandaoni umekuwa ni mkubwa, lazima tuwe na wataalamu wa huko wakasome, na ndio kazi, ajira nyingi ziko katika maeneo hayo. Kwa hiyo kusema kweli mimi nawaunga mkono na niko tayari kama balozi wa mbio hizi za akili. Na wasihi sana, dirisha limeanza kufunguliwa leo, watu wajisajili, wajisajili, na unaweza kupitia tovuti ile, unaweza ukawakumbusha Felix, ukaitaja tovuti yetu ili waweze kuingia moja kwa moja, waanze kujisajili haraka. Tovuti yetu inaitwa Akili Marathon. Yes. Lakini pia wana Akili Marathon, lakini pia wanaweza kupita katika page zote za mitandao ya kijamii za Akili Education. Ndiyo. Huko pia tutakuwa tunaendelea kuwapa taarifa mbalimbali za namna gani wanaweza kujisajili, namna gani wanaweza kushiriki mbio hizi. Hata page yangu pia kupitia ya Maulid Kitenge ile na Kitenge TV, kule Twitter pia @mshambuliaji, na kote katika mitandao yangu tutashare pamoja, ili mradi kila mmoja taarifa imfikie. Vyombo vya habari kama hivi hapa pia tunaomba mtusaidie, kusema kweli ndio maana tumewaita, ili kila mmoja mdau atakayeguswa, makampuni mbalimbali, tuweze kupushi marathon ya aina yake. Hii ni marathon itawavuta wanavyuo, wanafunzi wa sekondari, wanafunzi wa primary, watu wa kawaida, wadau wa elimu, wakereketwa wa elimu, wote tunakutana pamoja, tunakimbia, lakini tunabadilishana mawazo humo, lakini tunachangia vijana wetu wakasome nje. Karibuni sana. Run the future. Kauli mbiu yetu ni Run the Future. Lakini pia tulikuwa tunatarajia kupokea alumni. Sana sana tunatarajia kupokea alumni, watu ambao walipata nafasi ya kusoma vyuo vikuu nje ya nchi ama kusoma nje ya nchi kwa ujumla, kwa sababu tunajua kwamba hawa ni watu ambao tukio hili linawagusa moja kwa moja. Hivyo
kama mtu alipata nafasi ya kusoma nje ya nchi, atakuwa anajua thamani kubwa na kile kitu alichokipata amekipata kwa ubora wa namna gani. Kwa hivyo tunafikiri itakuwa rahisi kwa wao kuweza kuguswa na kuchangia wengine wale ambao hawana uwezo wa kuweza kusoma. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu wote, lakini pia katika peji zetu tutakuwa tuna recognize wale watu ambao labda ni kiongozi au ni mtu yoyote maarufu ambaye analeta mchango chanya kwa taifa letu, lakini amesoma nje ya nchi. Tutakuwa tunawatambua na kuongelea mchango mzuri ambao mema ambao wao wameyafanya kwa ajili ya taifa letu kwa ujumla. Sawa. Tunao mchakato mzuri ambao tumeshauandaa wa namna gani ambapo tutawapata hawa. Kigezo namba moja ambacho tunaangalia kwanza ni ufaulu wa mwanafunzi. Hicho ni kigezo namba moja, kwamba huyu mwanafunzi anahitaji kweli sawa kusoma, lakini amefaulu, amefanya vizuri, kwa sababu ili tuweze kukuwezesha kwenda kusoma nje ya nchi lazima utuonyeshe wewe kama mwanafunzi kwamba una huo utayari, na utayari wenyewe ni kufaulu. Lakini pili, kwanza tunataka kugusa mikoa yote, tunataka kutembea Tanzania, tuguse mikoa mbalimbali, tufike katika mikoa mingi ya Tanzania ili tuweze kupata watu kutoka sehemu mbalimbali. Hii sio ya Dar es Salaam tu, tunataka kugusa watu kutoka interior sehemu mbalimbali kutoka Tanzania. Lakini pia kigezo kingine, huyo mtu anapaswa kuwa asiwe na kweli uwezo wa kuweza kumudu kujisomesha. Tunazo namna ambavyo tunaweza kufuatilia na kujua kwamba huyu mtu ana uwezo hana uwezo wa kwenda kusoma vyuo vikuu. Kwa hivyo tutatumia hao, ikiwemo pia mojawapo ya kigezo ni kama mtu anatoka katika shule za serikali, kwa sababu wengi ambao wanatoka katika shule za serikali, wengi wao wanakuwa ni wale ambao kidogo yes, ukikompea na hawa ambao wanatoka katika shule za private. Kwa hiyo tutalenga zaidi katika watu ambao wanatoka shule za serikali, lakini pia kuweza kuwatambua kabisa wale ambao hawana uwezo wa kuweza kumudu kujisomesha. Kwa hiyo nia nataka tuone kwamba hata mtoto wa kijijini naye anatoka kijijini anakwenda kusoma India, anatoka kijijini anakwenda kusoma Malaysia. Yes. Akili education tunataka kufanya kuleta mapinduzi ya namna hii. Swali zuri sana. Kwanza sisi kama Akili Education nafikiri watu wote ambao wanasoma vyuo vikuu nje ya nchi ambao wamepitia katika taasisi yetu wanajua hilo. Tukisha maliza mchakato wa mwanafunzi kwenda kusoma nje, huwa hatuishii hapo. Tunahakikisha tuko bega kwa bega na mwanafunzi kuanzia mwanzo wa safari yake mpaka anapohitimisha. Kwa hivyo, kwa sababu tupo karibu na hawa wanafunzi, tunatafuta namna nzuri ya kuweza kuwajenga, kuhakikisha kwanza wanarudi kuja kuleta ule mchango wa kile ambacho wamekisomea kwa taifa, lakini pia tuna uhakika kwamba tutawapatia hizo semina za kuhusiana na mambo ya uzalendo na vitu vingine ambavyo vitawafanya waweze kuwa active na kujua kwamba wanahitaji, kuna uthamani mkubwa sana wa wao kurudi na kuja kuinvest katika taifa. Yes. Marathon iliweze kueleweka, tuweze kuwapata wakimbiaji, tuwasaidie vijana wetu wa kule Musoma ndani huko Mbeya huko kwenda kusoma nje ya nchi. Sio kwa inafanyika Dar es Salaam. Sasa marathon hii ndio ufunguzi, lakini inafanyika Dar es Salaam. Kadiri tunavyokwenda tutawaambia nini, kwa sababu sasa hatua ya kwanza mnaizindua, lakini ni jiji Dar es Salaam. Baadaye mnakuja kutangaza njia ambazo marathon itafanyika, kama tutafanyia Coco Beach, kama tutafanyia nini, ndio baadaye mnakuja kunene. Lakini inafanyika Dar es Salaam kwa mara ya kwanza marathon ambayo inawakusanya wadau, wasomi, wale waliosoma nje. Unaona bwana, wote tunakutana nao, na wenye ndoto za kwenda kusoma nje pia tunakutana nao.
na wale ambao wako mapumzikoni sasa hivi, kuna wengine wamerudi, wako hapa diaspora, tunakutana nao. Kwa nini mnaelekeza wanafunzi kwenda kusoma nje wakati still bado tuna vyuo vya ndani? Tunajaribu kuwaelekeza wengi kwenda kusoma nje ya nchi kwa sababu ya kozi. Kozi kama artificial intelligence, cyber security, kwa kweli ni kozi ambazo zina uhitaji mkubwa sana, na kwa sasa hivi ni very sensitive kwa taifa. Lakini sasa kwa nchini kwetu zinapatikana, lakini zinapatikana kwa uchache. Ni vyuo vinatoa hizi kozi, lakini vinatoa kwa uchache sana. Kwa hivyo tunawaelekeza kwenda kusoma nje ya nchi kwa sababu tunaamini kwamba kule wanaweza kupata kiurahisi zaidi, lakini pia watapata kwa ubora ambao ni mkubwa kidogo.